Baba, tunaliadhimisha jina lako, tunalikuza jina lako. Baba, peke yako ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Baba, umeziumba mbingu na nchi, Bwana. Ukamuumba mwanadamu kwa mfano wako, ukamweka juu ya nchi, Bwana, amiliki na kutawala. Nasi Baba, umetupa nafasi, Mungu, katika saa hii hele tukuabudu, tukusifu, tukutukuze. Baba, tunaliadhimisha jina lako. Baba, umesema Baba, natafuta mtu anayekuabudu katika roho na kweli. Nasi tunakuadhimisha jioni ya leo. Hebu fungua kinywa chako, muadhimishe Bwana. Mpe Mungu tukufu, mpe Mungu heshima anazostahili, maana ni Mungu mwaminifu. Una watu wamekufa wiki hii, una watu sasa hivi kwenye hospitalini, una watu wamevunjika mifupa saa hii, una watu wana miezi 6 hospitalini. Kuna watu leo wanalia wako kwenye misiba ndugu zao, lakini Bwana ametupa neema. Hii ni kwa neema tuko hapa na furaha na amani. Muadhimisha tu Mungu, mpe tukufu na sifa. Baba, tunalibariki jina lako. Baba, tunaliinua jina lako. Wewe ni Mungu mwenye neema, rehema na fadhili. Umetujalia rehema zako Bwana. Baba, si kwa matendo yetu mema, Baba, si kwa utakatifu wetu, bali ni kwa neema yako Bwana umetutendea haya. Baba, tunaliadhimisha jina lako. Baba, tunaliinua jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea sifa na heshima Bwana kwenye kiti chako cha enzi. Baba, tunakuadhimisha kwa ajili ya semina hii. Wiki ile Baba, kulikuwa na changamoto katika taifa letu. Iko mikombo Baba, ibada
kuzisimama. Iko mikoa ilishinda kufanya ibada Bwana, lakini kwa neema yako Bwana umetufadhili wa Tanzania, umetupa utulivu wakati huo, ukapata nafasi ya kukuabudu Bwana, ukapata na nafasi hiyo Baba, tunakubariki na kukutukuza. Tunakushukuru kwa kuwa umetupa neema kwa Tanzania. Tunalibariki taifa letu la Tanzania, maana hili ni taifa letu Bwana. Umetupa kukaa ndani yake, umetupa kuzaliwa ndani yake, yako makusudi yako kwenye taifa hili Baba. Tunalibariki jina lako, tunalibariki taifa letu, tunalibariki taifa letu la Tanzania katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu Baba, litukuze tena jina lako jioni ya leo, udhihirishe utukufu wako Bwana, yale matendo makubwa Bwana umekusudia kuyaruhusu Bwana kwenye hii madhabahu Bwana. Baba, tunakuinua kwenye madhabahu, tunaliinua jina lako Bwana, likatiishe majina yote, likatiishe nguvu zote, likatiishe na malango ya kuzimu. Jina lako tunaliinua Bwana, likatukuze mahali hapa, na kila mwenye pumzi alitukuze jina lako, maana ametamalaki kwenye mlima huu ili kudhihirisha utukufu wako katika jina la Yesu. Ule utukufu unaoachilia hapa Baba, wafuatilia watoto wako unaofuatilia Baba kwenye mtandao wa Facebook, kwenye taifa lolote Bwana, kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania, ile neema unaachilia mahali hapa iwafikilia mahali walipo, ile neema unaachilia hapa Bwana iwatembelea mahali walipo, katikati ya familia zao, katikati ya kazi zao, katikati ya watoto wao Bwana, kama vile Joshua alivyosimama sasa, mimi na nyumba yangu utamtumikia Bwana. Neema yako ikafunuliwe katikati ya kila familia ambayo ameipa neema kufuatilia ujumbe huu katika jina la damu ya Yesu. Amen. 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 Keti mbele za Bwana. Yes. Mungu wetu ni mwema sana. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Acha tumwadhimishe Mungu, maana ni kwa neema yake. Mungu wetu ametufadhili, ametupa neema ya kusimama tena kwenye siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulikuwa na nafasi kidogo ya kuomba, muda ulikuwa umesogea, na nimetamani kupata nafasi ya kusukuma kitu ambacho jana tujakigusa kidogo, tutaendelea tena katika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulijifunza habari ya maombi ya kufunga nje ya neema, na ujumbe tunasema neema ya Mungu ndani ya maombi ya kufunga. Neema ya Mungu ndani ya maombi ya kufunga. Na leo tunamsingi kitabu kile cha Yohana 17:21. Kwa wale ambao ni wageni kabisa, msingi wa mafundisho yetu uko hapo kwenye Mathayo 17:20-21. Hapo ndipo msingi wetu ulipo. Ujumbe unasema neema ya Mungu ndani ya maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliona vizuri sana siku ya kwanza na siku ya jana. Jana tuliangalia maombi ya kufunga nje ya neema ya Mungu. Tukaona kitabu cha Isaya 58:3-9. Tukaona namna ambavyo ndugu zetu walifunga na kuomba, lakini Mungu hakusikiza wala hakuangalia. Ikabidi wanungunike kwa Bwana, tumefunga la kuangalia, tumejitaabisha lakini huoni. Sasa Mungu baadaye akasema nao ni kwamba walipofunga hawakufunga kwa ajili ya Mungu, walifunga kwa ajili ya nafsi zao, walifunga kwa ajili ya mashindano ili kupigana ngumi ya uovu. Bwana Yesu asifiwe. Safikiri wale watu walifunga wakijua nafunga kwa Bwana, lakini Mungu anasema mlipofunga mlifunga kwa ajili ya kupigana ngumi ya uovu. Kwa hiyo kumbe kuna watu wanaweza kufunga kwa ajili ya uovu. Sijanielewa. Anafunga na kuomba kwa Mungu huyu kwa sababu yuko katika kifungo cha uovu. Maombi anayoomba ni maombi mabaya.
Sasa tutaangalia na mtu anaweza akafunga na kuomba ili ufe, ili upate matatizo. Sasa anapofunga na kuomba, anaweza akafunga kabisa kwa Mungu huyu tunayemwabudu kupitia roho ya dini. Roho ya dini inaua cha Mungu, wakati mtu hajui anaua cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya roho hatari sana duniani ambao Mungu amenipa kuwa makini nayo ni roho ya dini. Imeua makanisa mengi, imeua watumishi wengi. Roho ya dini inakuua huku inakupigia pambio, huku inakupetipeti, huku inakubembeleza, lakini inakuua. Na watu walikuwa wakisema roho ya dini, walikuwa wakinyoshia makanisa fulani kwamba hawa ndio watu wa dini. Lakini nilipokuwa katika utumishi, nikajifunza kila mahali kuna roho ya dini, ila imejifunuaje? Imejifunuaje? Na roho ya dini inakuwa ni mbaya zaidi kwa mtu aliyemjua Mungu akakengeuka. Inakuwa na nguvu kubwa mara 7 kuliko mtu wa kawaida tu katika dini yake. Nadhani hamjanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliofunga wakafa kule Kenya, ilikuwa ni dini ndogo. Waliofunga kule Kenya walifungishwa mpaka wakafa kule Kenya. Ilikuwa ni Katoliki, ilikuwa Lutheran, ilikuwa Anglikana, ilikuwa KKT. Asikena fahamu. Sasa roho ya mpinga Kristo, roho ya dini kwenye siku za mwisho ambazo tunatembea ndani yake, inapitia pia kwenye masuala ya uamsho. Unaweza ukatokea uamsho mahali na yenyewe inapita hapo. Kwa hiyo lazima tupambanue sana roho gani iko mbele katika majira haya ya siku za mwisho. Haleluya. Kati ya huduma 2 ambazo zimetabiriwa, ambazo ni huduma zitatumiwa sana na roho kengeufu kwenye kanisa, ni huduma 2: huduma ya kinabii na huduma ya kialimu. Asema watatokea waalimu wa uongo na manabii wa uongo. Afadhali kidogo nabii wa uongo anatabiri, anapita, lakini mwalimu wa uongo anahakikisha na kupangia mafundisho mpaka unajiua wakati unajiona. Unaweza ukafundisha mpaka unajipiga moto hivi mchana kweupe. Bwana, sasa muda wa kufa umefika, jiwashie moto wa petroli uende mbinguni. Kule Afrika Kusini juzi kuna watu walisubiria kwamba siku za 10 tarehe 22 23 ni siku ya unyakuo. Kwa kavaa mavazi meupe, wakakaa peupe, ili unyakuo kija wachukulie kirahisi. Masaa yakaenda hawajaondoka. Walipandiwa mafundisho. Kwa hiyo kama una safari ya kwenda mbinguni, sio kila mafundisho ni ya kwako. Jifunze kuchakata. Sawa. Kuna watu wanajua kula samaki vizuri. Kuna aina fulani ya samaki mtamu sana, lakini ana miba mpaka kwenye minofu. Anaitwa kama kitoga. Sasa wataalamu wa kila akitafuna ile samaki, anachambua mdomoni, anatafuna, anatoa miba, mnofu. Usimeze kila kitu. Haleluya. Ni nyakati za siku za mwisho,
Sasa roho ya dini ikimtafuta mtu inakuja kama malaika wa nuru, hafutaiamini kirahisi, alafu mpigwa kwa Mungu. Usaidie sana. Sasa watu ambao wanaweza kafunga na kuomba, kwa mfano tunaweza labda sisi tukaandaa mkutano mahali wa Injili kwa ajili ya kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu, kukawa na kanisa lingine hapa pembeni, si la dini yetu, si la kanisa letu, wanafunga na kuomba mkutano usifanikiwe. Nikuulize, wanafunga kwa Mungu yupi? Si huyu. Sasa Mungu ameleta mkutano, wataokoke waende wapi? Kuna mtu anafunga na kuomba mkutano usifanikiwe sababu watu wa dini wameleta mkutano. Sasa kati waleta mkutano na yeye, ni nani mwanadini mzuri zaidi? Kwa roho ya dini ni mbaya, lakini chanzo ni nini? Kupandiwa mafundisho magumu. Mungu asaidie sana. Kwa tunapofundisha ujumbe ikusaidie mtumishi, tunapoingia kwenye maombi, hakikisha unaomba ukimaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jana tuliangalia kwenye kitabu cha Samueli wa pili ile 12:23. Jana tulisoma pale, tukaona Daudi alifunga siku 7, hakula hakunywa, alikuwa analia tu ili mtoto asife. Siku ya 7 ya kufunga kwake mtoto akafa. Tukaona alifunga na kuomba nje ya neema. Tulijifunza kwamba kuna waombaji wanafunga na kuomba ili kukunja mkono wa Mungu utimize matakwa yao kupitia funga yao. Lakini tukaona kuna wengine funga yao ni kama rushwa kwa Mungu, ni kama wanamnunua Mungu afanye kupitia kufunga. Na tukasema tuliona kwenye kitabu kile cha Ezra 8:21, akasema wakaamuru kufunga kwenye mto wa Hava ili wapate kunyenyekesha kwa Mungu, ili wapate njia iliyonyooka kwa ajili yao na watoto wao na mali zao. Kwa hiyo walipoenda kufunga, waliomba, walinyenyekesha kwa Mungu ili awape njia ya kuvuka au awape agenda za kuomba, kwamba Mungu tunataka kanuni ya kupita, maana hapo katikati kuna wanaita nini wale waporaji, kuna majambazi wanakaaga njiani, kazi yao kuwinda wasafiri, wakipita wanawapiga, wanapora mali, wanyang'anya. Kwa hiyo akasema, Mungu tunaomba utupe njia iliyonyooka kwa ajili yetu na watoto wetu. Kwa hiyo hawakuwa na agenda, waliomba Mungu awape mfumo utakaowasaidia kuvuka salama kwenye ile njia. Sasa sisi tofauti yetu ni nini? Unaenda madhabahuni na mfumo wako, Mungu bariki huu mfumo wako. Anasema mfumo wako sio kwangu, sitabariki. Tunatofautiana hapo. Yaani unakamilisha kila kitu, afu Mungu aje tu yeye apige sahihi, akiangalia ni ubinafsi mtupu, hana nafasi, hana faida hata moja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana naambia tutakuwa na maombi kwa ajili yenu. Wachache lakini mtandaoni wako wengi. Haleluya. Amen. Sasa moja kesi ya mabinti anapokuwa mbele za Bwana kuomba, sasa anaona wakati wa kuomba mchumba umekaribia. Anaenda kuomba apate mchumba wa kike au mchumba wa kiume mbele za Mungu. Sasa kuna umri fulani wa miaka, anasema nipe mchumba wa type yangu, mchumba wa hadhi yangu, mchumba wenye kiwango cha kwangu. Hatafuti mapenzi ya Mungu ni nini,
kwa macho, si kuona kama Mungu aonavyo. Haleluya. Niliomba na kijana fulani, ni rafiki yangu sana, nilikuwa naomba naye kwa habari ya mahusiano. Wakati tunaomba, akapata mchumba, akasikia moyoni, huyu ndiye. Kaniambia, baba, nimepata mtu, nimesikia amani, huyu ndiye. Kaniambia basi, tukamtembelea siku moja, akasema huyo ni wife material. Sasa alipoanza mchakato, binti akasema, wewe sio type yangu. Alishachora mchumba wake mwenye viwango vya kwake, mwenye aina ya kwake, akamkataa. Kamwambia, binti, nataka nikusaidie kitu kwa leo au kwa kesho yako. Unapotaka kupata mchumba, usitafute mchumba kwenye leo yake, tafuta mchumba kwenye kesho yake. Afa akasema, abe. Kamwambia, tafuta mchumba mwenye maono, lakini sio mchumba mwenye mafanikio leo. Maana zaka na mafanikio leo, kesho akawa hana kitu. Hauza ana leo lakini ana kesho. Kwa hiyo kijana nayemuona hapa mbele yako ana kesho nzuri. Kwa hiyo mkubali huu, umepata kesho nzuri. Akapuuza kile kitu. Tukaomba, Mungu akaniambia, sasa kuna mwingine yuko hapa, tena hayuko mbali na yeye. Kama mtumishi, nimeona mke wako, nimeleta picha yake hii na hii na hii. Kasema, baba tuombe. Tukaomba, wakakutana, mambo yakaanza. Sasa hivi ni mke na mume. Amezaa mtoto wa kwanza, amezaa pili. Yule jamaa aliyekataliwa sasa hivi ameenda nchi za nje miezi 3 Ulaya. Sasa hivi ana nyumba ya kisasa, sasa hivi ana gari ya kutembelea, ana pikipiki kaza kutosha na gari ya kutembelea. Lakini wakati ule alikuwa hana kitu. Lakini sasa hivi ndoto zake zilikuwa kubwa. Kwa hiyo sasa, watoto wangu, mnaomba mme kupitia picha ya leo. Naweza kwamba mme kupitia leo, afu atakufa miaka 7 ijao, utakuwa mjane maisha yako yote. Sababu muomba mme wale. Kwa hiyo omba mme mwenye ndoto, usiombe mwenye maisha leo. Anaweza kana maisha, ndoto yake ni ya kufa miaka 2 kesho. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa fikiri mtu ana maisha mazuri hapa na kaugonjwa. Ana maisha mazuri na kila kitu, lakini ana nini? Kaugonjwa. Au hanako, lakini atakapata miaka 2 mbele. Ana maisha lakini hana mapenzi na wewe. Anakaa nje siku 3, anakuja ya 4. Anabadilisha nguo, hata siku moja anahama wiki. Na unajua kabisa ipo kwa fulani na fulani na fulani. Sio nitaka mwenye maisha. Na maisha ndio haya. Mungu saidie sana. Amina. Sasa Daudi alipoomba kwa Mungu, Yonathani alipokuja akamwambia, hutakufa, umesamehewa dhambi yako, ila mtoto atakufa. Sasa nataka tujifunze kitu hiki. Daudi alifanya toba kwa ajili ya dhambi yake. Alisahau kufanya toba juu ya adhabu. Kifo cha mtoto ilikuwa ni adhabu ya kosa. Sasa nabii akamwambia Daudi, umesamehewa dhambi zako, hutakufa. Akawa hai, ila kabla mtoto uliyemzaa na huyo mke wa mtu atakufa. Sasa Daudi aling'ang'ana kwenye toba kwa ajili ya dhambi yake, lakini hakujua kinachoua mtoto ni adhabu. Adhabu ikamchukua mtoto. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa kuna vitu vingine tunapitia, sio adhabu, ni adhabu. Ni adhabu. Ni nini? Ni adhabu. Na adhabu mbaya kabisa.
ni ile adhabu ambayo wewe hujaifanya, alifanya baba yako au alifanya mama yako. Mmenisikia sawa sawa? Amina. Adhabu ya Daudi ilisababisha mtoto wake Amnoni ambake mtoto wake Tamari. Adhabu. Dhambi ilisamehewa, lakini adhabu ikawa mtoto, na adhabu ikasababisha mtoto akabakana. Sasa kuna mambo ambayo tunapitia kanisa, lakini adhabu za wazazi wako, ni adhabu ya mkeo au ni adhabu ya mume wako, au ni adhabu ya watoto wako. Bwana asifiwe. Amina. Nikuulize swali, kuna mtu Biblia anaitwa Eli. Kilichomuua si adhabu yake, ni adhabu ya watoto wake wawili, Hofni na nani? Na Finehas. Adhabu za watoto wa Eli zikamuua Eli, zikaua na mkamwana, lakini zikaua jeshi kubwa sana la Israeli vitani. Adhabu nini? Adhabu. Sasa kuna kitu kinaitwa mapatilizo. Mapatilizo ni adhabu usiyoifanya, aliyefanya baba unailipia wewe, aliyefanya mama unalipia wewe, aliyefanya baba unalipia wewe. Ndio maana tukajifunza, unapotafuta kufunga na kuomba kwa Mungu, cha kwanza muulize Mungu, niombee nini? Mungu akasema mkiamini mtawaambia mlima hama, na utaenda kule. Sasa kuna vitu vingine tunapitia kanisa, lakini adhabu. Unang'ang'ana na kuomba, unayemwomba ndiye anayekuadhibu. Sasa usipopata, Daudi alisema kwamba, tukasema Daudi alipopata ufahamu, alipopita kwenye toba, akasema nani utanijulisha hekima kwa siri? Na Daudi akajua kosa la kutenda na mke wa mtu chanzo ni mapatilizo ya mama yake. Akasema nalochekula mimba hatiani, nimeumbwa katika hali ya uovu. Akajua msingi wa tatizo ni adhabu ya mama imempiga yeye. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kuna adhabu gani za baba unazipitia wewe? Adhabu ngapi? Sasa leo tutapata nafasi ya kwenda mbele za Bwana kwa toba, kwa ajili ya adhabu ambazo zipo kwenye maisha yetu. Kitamalizie kipindi cha kana mstari jana niliwacha, sababu ya muda tumalizie kitabu cha Zaburi. Tunaangalia kuomba nje ya neema. Zaburi 35 mstari wa 13. Jana tuliangalia maombi ya kufunga nje ya neema ya Mungu. Zaburi ya 35 mstari wa 13. Biblia inasema hivi: bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia, nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Ngoja nirudie. Bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia, naliteseka nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Mungu atusaidie sana. Sasa hili ni neno gumu kiroho, ninaona gumu kidogo, na hili jambo waombaji wengi wanapita kwenye hili jambo. Bwana asifiwe. Amina. Mungu amenifundisha hatua za maombi. Wakati naanza maombi, nilikuwa naombea kila mtu, naombea kila jambo. Kuna hatua kaniambia,
hutaombea kila mtu, hutaombea kila jambo isipokuwa kwa neno langu. Afu nikamwambia sikuelewi. Kaniambia utanielewa wakati ukifika. Kaanza kunifundisha ya kwamba sio kila agenda inayokuja kwako unatakiwa uiombee. Nyingine sio za kuomba. Kuna mahali unaitwa, tumishe njoo uombe, mgonjwa wetu yuko hoi. Mungu anakuambia mwache arudi apumzike. Halafu unaomba maombi na fulani, halafu unaondoka kesho kafa. Kuna muda mchache hapa, kuna mali kwa natafuta, mbona mzaba haji kuomba? Kuna mtu alikuwa na mwako serious, mbona haji kuomba? Mbona haji mtu mmoja akaniambia, bwana unaulizwa huko, mbona huendi kuomba? Kamwambia kuna waombaji wa kutosha na muombe mgonjwa. Akasema wanataka maombi yako. Mungu akaniambia huyu anayeombewa anarudi nyumbani, usiende. Siku ya pili kafa, kisha siku. Lakini kuna watumishi pale walikuwa napiga sarakasi zote za maombi. Haleluya. Amen. Sasa niambie mpendwa, kaugali kalipokuwa kazuri na kachai kalipokuwa katamu, kaweko iliki kidogo, mdalasini kidogo, na kingine wanaita nini sio, na karafuu kidogo na majani ya nini ya mchaichai, halafu na vitafuna fulani vizuri, chana kaugali kako kazuri, jioni kabogo kako kazuri, unakaacha siku 3 kumwombea mtu ambaye ukiomba maombi atakurudia kifuani kwako. Hivi hiyo kazi unaiangaliaje? Daudi anasema walipougua wao na nilivaa nguo za magunia, nikajitabisha nafsi kwa kufunga na maombi kanirudia kifuani. Wewe umeombea wakati atakurudia kifuani kwako? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa kweli shule ya maombi ni shule kubwa sana. Ni shule kubwa. Ilipita mbele kuta mtumishi anasukuma maombi, Mungu akaniambia anachofanya ni dhambi kwangu. Anayemuombea sitaki amuombea na muombea. Na yeye anayemuombea ni dhambi. Anayemuombea afanya anamuombea mtu ambaye sitaki amuombee. Ila ana kwa kiburi cha nguvu zake anaomba, lakini si kwa maelekezo yangu. Mwambie mwenzako hapo je. Kwa tunaposema tufunga na kuomba ndani ya neema ni faida kwako. Ukitaka kufunga, funga kwa neno la Bwana, si kwa jaribu. Yaani kuna watu wana mioyo tepe. Yaani mtu akija tu anamtazama mazingira ya mtumishi, yaani na shida na msiba na nini, sema mtumishi, kwani nimepata mzigo kwa ajili yako, hebu tufunge siku 7. Unachokifunga mbinguni hakipo, yanakurudia kifuani. Sasa tuache mazoea. Nilisema juzi tunafungisha na pressure ya majaribu, sio Mungu. Sasa niambie, kwa picha hiyo utakosa dola la tumbo kweli wewe? Utakosa dola la tumbo? Yaani unafungia lijitu ambalo Mungu sasa akishafungia mlango. Anasema kwa nini? Anafunga kuwaombea, lakini wanamfanyia mabaya. Haya, turudia mstari kidogo. Anasema hivi, bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia, na nilijitesa nafsi kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani kwangu. Anasema 14, na nilijifanya kama kwamba
nalijifanya kana kwamba ni rafiki au ndugu yangu, nalinama nikilia kama aliyefiwa na mamaye, lakini nikijikwaa hufurahi na kukusanyana walinikusanyikia watu ovyo nisiowajua, wananipapura wala hawakomi. Sasa hawa ni watu ambao wanamfanyia Daudi mabaya. Kuna Biblia nasema wananilipa mabaya badala ya mema, hata nafsi yangu ikaingia ukiwa. Sasa hawa ni watu ambao kwa picha ya nje ni wazuri, lakini walikuwa ni wabaya sana kwa Daudi. Wanamfanyia kila namna mabaya, wanamfanyia dhihaka. Sasa Daudi akajikuta ule moyo wa maombi ndani yake, akajikuta tu anasukuma kufunga na kuombea, lakini anaofunga na kuombea wanamfanyia mabaya mchana kutwa. Sasa kwa sababu ile maombi yake akarudia kabisa kifuani. Kwa hiyo kama ni hivi, jifunze kutafuta uso wa Mungu kabla ya kufunga na kuomba. Usifungishwe na presha ya majaribu, utataabika bure, utateseka bure. Hakikisha unapopata nafasi ya kufunga, usikie rohoni umeambiwa funga, lakini pia ni funga ya namna gani? Ni funga ya namna gani? Sasa sisi mara nyingi tunakopi. Kwa kuwa kina Esther walifunga siku 3 na mimi nafunga siku 3. Yule ni Esther, sio wewe. Inatakiwa Mungu wa Esther akwambia kwenye jaribu hili unapaswa kufunga kwa siku ngapi? Kwenye mzigo huu unatakiwa ufunge kwa siku ngapi? Sasa kuna wengine nasema Yesu alifunga siku 40 na mimi nafunga siku 40 kavu. Ya 15 wanazika. Sasa nifunga kwa Mungu. Kwa nini afe kabla 40? Matokeo mazuri. Tusikopi. Tafuta ufunuo kwenye, usikopi maandiko, tafuta ufunuo kwenye neno ili Mungu ajifunue kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati nilikuwa naomba, niko serious, nikamwambia Bwana Yesu. Nikasoma agano la Daudi na Mungu, akamwambia Mungu, nafunga agano kwako kama kwa Daniel, kama kwa Daudi. Akaniambia, huyo ni Daudi, sio wewe. Unasikia? Akaniambia huyo ni Daudi, sio, na kutaka wewe nijifunue kwako, na agano langu na wewe tofauti na Daudi, na special kwa ajili yako. Sasa mara nyingi sisi tunakopi tu. Hiyo ni dini kama dini nyingine. Mungu asaidie sana. Kwa hiyo kuna vitu tunaomba wapendwa, lakini nje ya neema ya Mungu. Tafuta kwanza maelekezo ya Mungu wako, kisha uombe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame juu. Tunakwenda kusukuma kwanza toba kwa ajili ya adhabu tunazopita ndani yake. Hata kama hujui kuna adhabu, achilia tu toba mbele za Bwana. Omba toba za baba zako, adhabu za mama zako, adhabu za ukoo wako, adhabu za familia yako. Mahali popote ambapo kuna mapatilizo unapitia, usipoachilia toba ya adhabu, adhabu inakaa. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono wako kifuani. Wengine inua mbele za Bwana. Sema, Mungu uliye hai,
Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu nimejua siri leo. Mtumishi wako Daudi ulimsamehe dhambi yake, lakini hakujua ilitakiwa apate toba nyingine kwa ajili ile adhabu. Ni kweli Mungu amenisamehe dhambi, lakini kwenye maisha yangu kuna mahali na kuhitaji utokee, kuna mahali nahitaji udhihirike. Nimefunga na kuomba, sijakuona. Nimetoa na sadaka, sijakuona. Leo nimetambua kuna adhabu napitia ndani yake. Yumkini ni adhabu yangu, au adhabu ya mama yangu, au adhabu ya baba yangu, au adhabu ya ukoo wangu imenitenga na baraka zako. Leo ninarudi, neno lako linasema, kumbuka ulipoanguka ukatubu. Leo nimejua iko adhabu, yumkini Bwana ni adhabu kwenye kanisa langu, yumkini Bwana ni adhabu kwenye mji wangu, yumkini Bwana ni adhabu kwenye kabila langu. Leo narejea adhabu yoyote ambayo Bwana imenitenga na baraka zako. Leo narejea, leo narejea, leo narejea, leo narejea, leo narejea kwa moyo wa toba kwenye madhabahu yako. Leo narejea, inapoachilia toba, hiyo damu ya Yesu ingie kazini kunena mema, kuondoa adhabu, kuondoa mapatilizo ya vizazi vinne, yale mapatilizo ambayo nimeyarithi yanayopatiliza maisha yangu. Leo Bwana, najulikana leo ya kwamba ni Mungu unaporuhusu rehema zako katika ghadhabu. Kumbuka rehema zako, achilia toba mbele za Bwana binafsi, achilia toba kwa Bwana juu ya adhabu inayokukalia. Iko kuna adhabu yote ambayo iko kwenye maisha yako, umefunga na kuomba nyakati tofauti, huo ni upenyo, ni kwa sababu ulikoziwa umewekewa na adhabu. Hata Daudi alifunga siku 7, lakini ile adhabu ilitokea ni kwa sababu ya kufanya toba kwa ajili ile adhabu. Alifanya toba kwa ajili ya dhambi, akaambiwa umesamehewa dhambi yako, lakini alisahau ya kwamba hata adhabu ina toba ndani yake, hata adhabu ina toba ndani yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Mungu uliye hai, Baba, tunapomoka leo mbele madhabahu yako Baba, tukiomba toba, tukiomba rehema Baba, kwa ajili ya adhabu ambazo zinazuia mambo yetu ya kufunga. Tumefunga na kuomba kwa nyakati tofauti, tumefunga mbele ya madhabahu yako, lakini kuna adhabu ambazo Baba tunazitumikia. Iko ni adhabu za baba zetu, iko ni adhabu za ukoo. Leo tunaomba toba, tunaomba rehema, kama vile Musa alivyosimama palipopomoka mbele zako. Ulitamka adhabu kwenye taifa la Israeli, lakini Musa alisimama alipopomoka. Bwana akaomba toba, akaomba rehema, ukakaidi adhabu yako, ukakaidi adhabu yako juu ya taifa la Israeli. Na nasimama leo palipopomoka kwenye nafasi ya ukuhani, nikiomba toba, nikiomba rehema, achia watumishi ile adhabu ambayo imewashikilia, ile adhabu ambayo inafuta ghadhabu yako, ile adhabu ambayo imezuilia toba, imezuilia mambo ya kufunga. Tumefunga mara kadhaa, hatujaona mpenyo, ni kwa sababu kuna adhabu ambayo inatukalia. Kwa jina la Yesu Baba, katika ghadhabu kumbuka rehema, katika ghadhabu kumbuka rehema. Baba urehemu, achilie Baba, urehemu, achilie Baba, urehemu, achilie Baba, urehemu, achilie. Inaomba toba Baba, achilia kusanyika ambalo inafuatilia Facebook, inaomba toba Bwana kutoka mataifa mbalimbali, ile adhabu ambayo tunapita ndani yake, ale mapatilizo ambayo tunatembea ndani yake. Mungu, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba msamaha katika damu
Baba, nasimama na damu ya Yesu, nasimama na damu Yesu kwenye madhabahu yako. Katika ghadhabu kumbuka rehema, kumbuka rehema kwa chini watoto wako, kumbuka rehema kwa chini watoto wako, kumbuka rehema ya Bwana. Katika ghadhabu kumbuka rehema, katika ghadhabu kumbuka rehema, katika damu ya Yesu. Katika ghadhabu kumbuka rehema, katika ghadhabu kumbuka rehema, katika ghadhabu kumbuka rehema, katika damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo Nazareti. Mungu, kumbuka rehema zako, kumbuka rehema zako. Mbingu zikafunguke za watoto wako Bwana, mbingu zao zikafunguke katika damu ya Pasaka mwana kondoo Yesu Kristo Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Amen. 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 Amen tena. Amen tena. Shangilia Bwana Yesu. Tukae sasa, tukae mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tena kwenye message ya siku ya leo, kwa tunamalizia kile cha jana ambacho tumeenda kusimama nacho jana. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona kama naongea vitu vigumu vya sayari, lakini vipo karibu na wewe kabisa. Haleluya. Mungu yupo karibu na wewe sana. Tatizo hautafuti uso wake. Mungu yupo karibu sana wewe. Anatamani muongee kirafiki kabisa. Sasa haya mambo anayosema Mungu anayo kwa ajili yako. Na nikupe siri moja. Moja ya vitu ambavyo natufanya tusimsikie Mungu, nafsi zinakuwa busy sana. Haleluya. Tunakuwa busy sana. Kuna wakati Mungu akaniambia, Harrison, nakutaka punguza majukumu, tukae tuongee. Kaniambia mpaka punguza huduma, tukae tuongee. Haikuwa jambo jepesi sana kwangu kulibeba. Nafsi yangu ilikuwa inafurahia sana huduma, kukimbia huko na huko. Kaniambia punguza ratiba za huduma, nataka tuongee. Na kweli nikatii, nikapunguza ratiba za huduma, nikapata muda kukaa na Mungu. Akanisemesha vitu vizito mpaka na staajabu. Kwa hiyo na wewe jifunze kama Mungu wiki hii nataka utulivu mbele zako. Tenga mchana hata masaa mawili. Ingia chumbani, jifungie. Chukua Biblia yako. Tafakari neno. Abudu, msifu Mungu, alafu omba Mungu, nataka tuongee wiki hii. Tenga muda wako mchana hata masaa mawili. Lakini tenga muda hata usiku pia. Muda baada watu wamepumzika vizuri, tenga pale sambe Bwana Yesu. Kuna mambo mengi nimesikia mtumishi akifundisha, na nataka nisikie kwangu. Tenga muda na wewe. Wiki hii ni mchana masaa usiku mawili. Ukataza kulala usingizi fofo saa 8, amka itende. Hata kama uko na mbu, na usoka chukua neti yako, weka neti mahali, alafu kaa. Sawa sawa. Amen. Usinywe malaria. Chukua neti yako, funga mahali, kaa chini. Tafakari neno la Bwana. Tafakari neno la Bwana. Na ukitamani Mungu akusemeshe, fuatilia manabii wa Mungu. Nataka nijifunze kwa Samueli tu. Fuatilia kitabu cha Samueli. Utumishi wake ulivyokuwa mbele za Mungu wake. Lakini unaweza kusema nikana hata nijifunze kupitia Yeremia. Nilijifunza kitu kutoka Yeremia cha thamani sana. Ibn Yeremia 33. Hivi anasema kwamba kuna jamaa anasema hapo nilipokaa kwenye uwanda wa walinzi, amefungwa mnyororo. Mungu akamwambia niite nami nitakuitikia. Kisha makubwa na magumu sio, amefungwa kwenye uwanda wa walinzi na mnyororo. Mungu anasema niite. Kwa hiyo hata kama unapita mahali pagumu kiasi gani, Mungu anasema niite. Sawa sawa. Usizuiwe na changamoto za maisha. Katikati ya vurugu za maisha ya kwako, tenga muda na Mungu wako.
Asema nitakusemesha. Bwana asifiwe. Sasa leo tunaangalia ujumbe unaosema hivi: watu wanavyoweza kufunga na kuomba dua kwa ajili yako. Watu wanavyoweza kufunga na kuomba dua kwa ajili yako. Watu wanavyoweza kufunga na kuomba dua kwa ajili yako. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 21:1-9. Wafalme wa kwanza 21:1-9. Watu wanavyoweza kufunga na kuomba dua kwa ajili yako. Wafalme wa kwanza 21:1-9 nitasoma. Ikawa baada ya hayo, Nabothi Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Israeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Nabothi akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lilo zuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawa sana thamani yake. Nabothi akamwambia Ahabu, Bwana apisha mali nikupe wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Nabothi Myezreeli, akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Lakini Yezebeli mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Nabothi Myezreeli, nikamwambia, unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Akajibu, sitakupa shamba la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unamiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi, mimi nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Nabothi. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Nabothi juu mbele ya watu, mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshitaki na kumshuhudia kunena, umemtukana Mungu na mfalme, kisha mchukueni nje mkampige kwa mawe ili afe. Wale wazee wa mji wake na walio na nguvu waliokaa mjini mwake wakafanya kama Yezebeli alivyowaagiza, kama ilivyo katika nyaraka alizowapelekea. Wakapiga mbiu ya watu kufunga, wakamweka Nabothi juu mbele ya watu, na hao watu wawili, watu wasiofaa, wakaingia wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Nabothi mbele ya watu, wakasema, Nabothi amemtukana Mungu na mfalme. Ndipo wakamchukua nje ya mji, wakampiga kwa mawe hata akafa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana kanisa. Nimekuambia kwanza, usikurupuke unapoambiwa funga, ila kwa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii kesi ukiangalia, utaona kwamba vitu vya Agano la Kale ni vitu vya kawaida. Yule Yezebeli aliyefanya mpango alikufa, ila roho yake inafanya kazi. Na ndio roho inasumbua sana kanisa.
cha Ufunuo ametajwa kwamba analitesa kanisa. Yaani roho ambayo sasa hivi inafanya kazi ya kuua watumishi wa Mungu na kufisha makanisa. Yezebeli ana ofisi kadhaa. Ofisi ya kwanza anaitwa mama wa makahaba. Ofisi ya pili anaitwa mama wa uchawi. Ofisi ya tatu kuna manabii wa nini wa Yezebeli. Ana dini yake. Sasa Yezebeli akikukosa kwenye uchawi, atatuma nabii feki wa kuchomoa. Ifeli atatuma roho ya uchawi ya zinaa. Na makanisa yamepata shida kubwa sana, lakini chanzo ni huyo mwanamke. Kuna watu wanafunga kanisa, wanafundisha na Yezebeli sio Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Hiyo ni ngumu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sile roho inatengeneza agenda feki. Kwa sababu nikuuliza swali mpendwa, ungekuwa ni mlokole kipindi cha Paulo analitesa kanisa, na ije agenda jamani tumuombe Paulo afe, ungomba usingomba? Ungefunga usingefunga? Paulo anaitwa Sauli, alitesa kanisa na aliua wateule wa Bwana, lakini Yesu anasema ni chombo changu kiteule kiende jini kwenda mbele. Na ni kweli baada ya Paulo kuongoka, Sauli kuongoka, akaitwa Paulo, amepiga kazi kuliko mitume na Yesu uso kwa uso, mpaka Simoni Petro alimsifu akasema, kwa hekima aliyopewa ndugu yetu Paulo ameandika vitabu vingi, na wao wasiokuwa na hekima wamekengeuka. Alimsifu kwamba ni jembe kuliko mitume wenzake. Lakini angalia jana yake. Angalia jana yake. Haleluya. Biblia inasema hivi, usimwache mchawi mwanamke kuishi. Lakini sio wanawake wote. Haujanisikia? Kuna mwanamke ni mchawi leo, kisha ataokoka, hatakiwa afe. Ila kuna mwanamke ambaye amegoma kuokoka, anatakiwa afe, uombe afe. Sasa utajuaje yupi afe, yupi si wakufa? Lazima mbingu zikupe maelekezo. Amen. Hivi mmenielewa wapendwa? Yaani kuna mchawi anatakiwa tufunge na kuomba afe. Lakini kuna mwingine tunataka tumuombe neema kwa sababu ni jembe la kesho. Sasa unaomba wote wafe. Kuna tunataka waishi. Haleluya. Amen. Nimeshaona Mungu akiwa wachawi mbele ya macho yangu. Kanaambia huyu anatakiwa afe. Kaambia Mungu anakufaje? Kwa nini tusimchape njila ukeni baza mzava? Nishasema naye amegoma. Nimekwaje nikaletea maono pa, nikaletea ametuma mhubiri anachemka juu yake akagomenja. Sasa huyu anatakiwa afe. Kanaambia omba afe. Nikaona akafa kweli. Alikuwa kwenye kilingi cha uchawi, kwa anafanya uchawi wake, akapiga kule kule. Haya mzeka usipesikia ya 3D wamezika. Alikuwa ni mchawi, alikuwa anatazama mji mzima kwa uchawi wake. Mungu akasema huyu hatakiwa afe, omba afe. Kama anakafa kweli, lakini sio kama mtu anaomba akafa. Ila nimeambiwa omba afe. Akakuhoji sana kwa Bwana. Kwa sio kila mtu atakuombea afe mpendwa. Mungu atawaokoa sana. Nyonga wachawi. Mama yako ndiye alikuwa mchawi jana. Mama yako alikuwa mchawi. Mama anaweza akafa. Kwenye familia kuna wachawi kibao. Si watatekwa afa, lakini majembe ya Yesu ya kesho. Ungeniona miaka 35 nyuma, ungeniambia nife. Lakini leo ni mhubiri wa kimataifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ili ufanye mapenzi yake, tafuta Mungu anatakani kwenye maombi yako unapofunga na kuomba. Nasema mpenda tunafunga Tanzania wiki hii, wache wote wafe kwa Mungu. Ulimi umesema na huyo mtumishi au ni hasira yake na wachawi. Kaambia sijamtuma usifunga na kuomba. Haleluya. Haleluya. Sasa kuna agenda tumezipewa.
Lakini sasa Bwana ni Yezebeli. Kishaona kuna mtu anatakiwa aokoke kesho, apige injili, anatafuta waombaji wafunga na kuomba leo mtu hapo kabla hajaokoka. Na Mungu hataki hapo. Sasa huyu Nabothi hana kosa lolote. Mfalme ametaka shamba lake, sema huu ni urithi wangu, siwezi kukupa urithi. Jamani wapenda, sikiza kwa masikio mawili. Urithi hauzwani. Uza malo siuze nini? Urithi. Kilimgharimu sana Esau, alitoa urithi, alipotafuta hakupata. Mnasikia sawa sawa? Urithi hauzwani. Uza malo siuze urithi. Sasa wengi wanachanganya wanauza urithi. Nabothi akasema mfalme, sitauza urithi wa baba zangu. Sasa kuna vitu haviuzwani, ni urithi. Shetani atakutafuta ambaye hiki hakiuzwi, ni urithi. Haleluya. Amina. Ni somo jingine tena linajitegemea, sitaingia huko ndani sana. Haleluya. Amen. Wokovu na urithi tumurithi kwa Kristo. Amina. Usiuze wokovu kwa namna yote ile, ni urithi. Haleluya. Lakini Biblia inasema wazi, nyumba na mali ni urithi mtu apatao kwa babaye. Haleluya. So kila nyumba natakiwa uze mpendwa, nyingine urithi watoto wako. Haleluya. Haleluya. Sana bosi alipokoma, wakafanya mpango, wakaambia jamani, mkoa mzima mfunge na kuomba ili Nabothi afe. Na watu wakafunga kweli, wakijua ni sawa, lakini kumbe sio sawa. Katika kesi na wapendwa, Ahabu alifanya dhambi nyingi sana, nyingi, lakini ile Nabothi ilimkusamu, akashuka mzima mzima. Wakati anatembea kwenda kwa tamalaki, akamwambia nabii mfuate. Akamwambia asa rafiki vipi? Safi. Umeua ile utamalaki. Akasema sasa sikia, hao mbwa wamelamba damu ya Nabothi hapa, watakula mzogo wa Yezebeli kwenye kiwanja hiki. Lakini na wewe utaangamia, utakufa. Alifanya dhambi nyingi sana Ahabu, lakini ile ya Nabothi ilimgharimu kuliko dhambi zote. Na Yezebeli alipokufa, walipomfuata kesho yake anakuta kuna viganja na mkono aliliwa na mbwa Yezebeli. Nini? Aligusa ili ibada iliyofanyika ya kwa sisi. Hebu fikiri, watu wanafungishwa ili mtu afe ambaye hana hatia yoyote, ni mtenda mema, ni mtakatifu, hana shida. Kwa hiyo nimesema kwanza, usikurupukia agenda za watu. Mwambie Bwana, kuna nini kwenye hii agenda? Kuna vitu unaweza ukaomba ambavyo ni vigumu sifa Bwana. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Sina nipata kidogo. Na nipata wapendwa. Amina. Karohoni kuliko mwilini. Shida sisi tuna karo mwilini sana, sio rohoni. Ukijifunza kukaa rohoni, yani kitu kingine nasikia tu kuna taa nyekundu, amani ya Kristo ya moyoni. Sio nasikia taa nyekundu na ukasema hii ni akili yangu tu. Ukisikia taa nyekundu, ambia Bwana kuna nini? Rudi katafakari na Mungu wako. Ukisikia kuna ishara kukosa amani, unapopewa taarifa, usifanyie kazi haraka. Kuna mtego ndani, utakufa kwa ukifa moto sio cha kwako mpendwa. Haleluya. Haleluya. Amina. Nampenda Yesu kidogo. Kuna sana achilia matirio matamu mpaka unajisikia ladha fulani. Hii ni neema muhimu sana. Usikubali kufunga nje ya neema ya Mungu. Sawa sawa. Sasa tumeangalia jana kwamba kuna presha, majaribu, lakini kunaweza kupewa agenda za kufisha watu ambao hawana sababu ya kufa. Haleluya. Leta kitabu kile cha Matendo ya Mitume 23:12-15. Matendo ya Mitume 23:12-15. Matendo ya Mitume 23
12:15. Shafia 12:15 nasema hivi: kulipopambazuka, Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Na hao walioapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Nao wakaenda kwa makuhani, wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee, wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionye kitu hata tumuue Paulo. Basi sasa ninyi pamoja na wazee wa baraza mwambieni jemedari amlete chini kwenu, kana kama nataka kujua habari zake vizuri zaidi, na sisi tu tayari kumua kabla hajakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa ni watu wa kanisani kabisa, ni Wayahudi kabisa, wanasema na wazee wa kanisa, wanasema na maaskofu na wachungaji, tunataka tumuue mtumishi anaitwa Paulo. Tumefunga, hatuli mpaka tumuue. Imeshakufunga na hiyo mpendwa. Sasa wale jamaa hatuoni kwamba hatima ilitokeaje. Paulo hawakumuua. Hivi walishuka, maombi yalikoma njiani au walikufa na somo yao? Walisema waliapa hatuli mpaka tumuue. Si Paulo alipiga chenga. Hivi hatima ilitokea nini? Hivi kuna mstari wanafanya, kuna mstari sema walifungua. Mungu atusaidie sana. Sasa tunachokitafuta pale si tu kufunga kwao, ila kile kiapo. Haleluya. Amina. Na kizazi chetu hiki tunachotembea ndani yake, wengi tumejifunga kwa maombi kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nani binti mshapo hapa? Ana binti anaibu. Je, yuko wapi? Asijoo kidogo unaibu sana. Niwafundishe kwa mfano halisi. Huyu ni binti yangu huyu. Anaitwa Joy. Sawa sawa. Nataka ndio tujifunze kitu, sogea karibu sio tuone mtumishi wa Bwana. Haleluya. Amina. Sasa huyu binti yupo kanisani. Huyu binti ni mwombaji. Ikatokea kuna kijana amemchumbia. Alafu akaona ni husband material. Akasema nenda kwenye maombi ya kufunga siku kwa ajili ya mchumba ili toane. Alafu akatoa na sadaka nzuri madhabahuni kwamba Bwana Yesu, nimefunga siku 3 kwa ajili ya Mathayo, toane. Natoa na hii sadaka kwenye madhabahu yako ili tufanye nini? Toane. Sasa wamepita kwenye uchumba miezi 3. Jambo limetokea, uchumba umevunjika, lakini sadaka na maombi havijateguliwa. Kaka tena mwaka, akaja tena Yohana. Maisha yameendelea, kaona kabisa huyu ni husband material. Kaingia tena kufunga siku, asema nafunga siku 7. Na sadaka nzuri kuliko na mfunga atake madhabahu yako toane. Kafunga siku 7 na sadaka nzuri katoa. Kauli ya Bwana imefika tena baada ya mwaka, ile jamaa tena imetokea kesi, wameachana. Sadaka hajatena, maombi hajatengua. Sasa imetokea neema, amekuja sasa ile halisi. Naye kaingia, wamekaa pamoja,
wakafunga pamoja, wakatoa sadaka pamoja, alafu wamefunga ndoa. Sasa ulimwengu wa roho ana wanaume wangapi? Huyu wala ni watatu, kwa sababu nafsi yake alifunga kwa sadaka ile mchumba wa kwanza na wa pili. Na yule kijana naye kula alipokuwa ni muombaji, kapata mchumba wa kwanza, kafunga siku 3 kutoa na sadaka. Mchumba kampiga kigoti. Kapata na wa pili kijana naye kafunga na kutoa sadaka, naye kamwacha. Hasa wanakutana, binti ana wachumba wawili, alifunga nao, alijifunga kwa kiapo kwa sadaka na wao. Alafu akaachana, akafuata na yule naye vile vile. Kwa hiyo sasa wanaingia kwenye ndoa, wana maagano mengine madhabahuni ya kufunga na kuomba, hawakuyatengua. Hii ndoa inaponaje? Ulimwengu wa roho kuna nafsi nyingine zinadai haki yao, wakikane ugomvi hauna majibu. Sasa Mungu asipofunga kwamba tengua ulichojifunga, hiyo ndoa haitadumu. Ni mfano tusiwe mwanangu, sawa? Kaka. Haleluya. Amen. Hivi mmeelewa kidogo hapo? Amen. Mmeshaelewa kidogo? Sasa hiki kinapiga mabinti wengi na vijana wengi, kwa sababu wametengana kanuni. Sikiliza, Mungu je, amekuambia ufunge na sadaka kwa ajili ya Yohana? Amekurupuka tu. Kumbe sio kwake. Lakini mwambie Bwana niambie kwamba mwanangu, usifunge na kwamba kwa ajili yako, utajifunga kwa kiapo. Mungu atusaidie sana. Amina. Tamani tufike mahali tuombe. Kutengua haya maombi na kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu 30:1-4. Hesabu 30:1-4. Kisha Musa akanena na wale vichwa vya kabila za wana wa Israeli na kuambia, neno hili ndilo aliloliagiza Bwana: mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kujifunga nafsi yake kwa kifungo, asitangue neno lake, atafanya sawa sana haya yote yamtokao kinywani mwake. Tena mtu mke atakapomwekea Bwana nadhiri na kufunga nafsi yake kwa kiapo, naye aketi katika nyumba baba yake katika ujana wake, babaye naye akasikia nadhiri yake na kile kifungo chake alichofungia nafsi yake, na babaye akamnyamazia, ndipo nadhiri zake zote zitathibitika, na kila kifungo alichofungia nafsi yake kitathibitika. Mungu atusaidie sana. Amen. Hasa ni hivi, walipofunga na kuomba kwa ajili ya Paulo, walimfunga nafsi yake na roho ya mauti. Haujanisikia? Kuna watu wa dini nyingine wanaweza wakafunga na kufanya dua kwa ajili yako. Usipopata ufunuo katengo hicho kiapo, imekula kwako. Utafanya sawa na hicho kifungo. Sio hamjanielewa sawa sawa. Wataka ukawa ni mwanamke, ukaenda kwa mtu wa imani fulani, ukasema nataka dawa mume wangu anipende sawa sawa. Kaambia sasa nitafunga siku 3, nitaomba dua, nenda na sadaka. Anafunga naomba dua. Sakilishombo juu. Hicho kifungo kilichomfunga mumeo kitamtesa maisha yake yote na majibu. Lakini mara ngapi ulishafunga na kutoa sadaka nje ya mapenzi ya Mungu? Umejifunga wapi? Ana tu kwenye TV. Hapa bwana kuna maombi, nabii katokea mjini, toma sadaka yako, unafanywa maombi, napeleka sadaka, unafunga na kuomba, unafungiwa na kuombewa.
hiyo madhabahu ni ya upande upi? Mungu atusaidie sana. Amina. Mungu alisaidie kanisa sana. Amina. Sasa tumejifunga na vifungo mbalimbali. Sababu tumejua kuna kufunga na sadaka inalipa, watu wanakurupuka tu. Wanakurupuka. Lakini laiti Bwana angekuambia kwanza, mwanangu, kuomba ndani ya kufunga ndani ya neema ni pale Mungu amekuambia, mwanangu, kwenye jambo hili funga siku 3 toa elfu 30 sadaka. Kuna neema Mungu inaingia kazini pale, kisige mkumbo. Usige mkumbo. Haleluya. Amina. Sema binti, sema hai. Mabinti. Mmejifunga mara ngapi? Mmejifunga mara ngapi? Kawachimba tofauti na mkaachana. Na kuna wachumba wa dada wa zamani hapa. Naye alishaomba na kutoa sadaka, halafu akaacha kwa na mwingine, ndoa haina amani. Leo tunatengwa. Haleluya. Anda sadaka yako na bahasha yako. Tunaingia kwenye maombi, tutakuwa na tutasukuma kwa muda mfupi praise. Tutaenda tukamwabudu Mungu. Mungu, tusimame mbele za Bwana. Kasogea mbele. Tunakwenda kuomba, kutengua. Haleluya. Kila mmoja abebe bahasha yake. Jana tuligawiana bahasha. Leo tunarudisha. Thank you.
nilijua kuna mtu alienda kwa mganga akatoa na sadaka, ikafanyika dua huko ili ndoa yako iharibike, ili kusiwe na kitu tena kwenye hiyo ndoa. Lakini kuna familia ambazo zimefungwa na sadaka, madhabahu za ukoo, kama maisha yenu yatakuwa ni aina fulani. Kwa tunapoenda mbele za Bwana kwa maombi, tutapita kwa mapana kidogo. Kama ni binti usijifunga na sadaka, na kijana mlifunga na kuomba mkatoa na sadaka madhabahuni na kutengua hiyo sadaka, leo tunakwenda kutengua. Kama ulitoa sadaka na kufunga na kuomba, tuache damu sikatengua hiyo sadaka. Sema Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu, ewe ni Mungu mwaminifu, utujulishaye siri yaliyofichika sirini, yasionekana kikawaida. Mungu unayaona. Leo tumetambua kuna maombi yanaweza kufanyika na kwa kufunga na kwa sadaka. Bwana, kwa ajili ya uharibifu, leo nasikia mbele ya madhabahu yako na sadaka kwenye mikono yangu, ikiwa Bwana kuna madhabahu yoyote mtu alienda kwa ajili yangu akafunga na kuomba kwa imani nyingine au kwenye imani hii ambayo natumika ndani yake, aliongozwa na roho ya dini akafunga na kuomba ili kuruhusu uharibifu kwangu. Mungu uliye hai, tumeona jinsi ambavyo watu walifunga na kuomba kwa ajili ya Nabothi Myezreeli, na ile mbiu ilienea. Watu walifunga wakamua mtu asiyekuwa na hatia. Ni nani ajuaye? Tumefunga na kuomba kwa presha ya majaribu, kwa msukumo wa mapito, tukaua watu ambao si mapenzi yako, si mapenzi yako. Wako watu ambao ni mapenzi yako, wakutumikie katika kesho yao. Tunawafunga kwa maombi, tunawaua kwa maombi. Leo tunaomba toba, leo tunaomba rehema. Neno lako linasema hapa nacho mtu ndicho kunacho mtu. Ikiwa Bwana niliomba vibaya kwa ajili ya wengine na kwa kufunga kwa ajili ya wengine, leo ninaomba toba. Haya maombi ninayatengua kwa damu ya Yesu. Ninapeleka damu ya Yesu ulimwengu wa roho, ikatengue kila maombi ambayo niliyaomba kwa kufunga kinyume na maelekezo yako, kinyume na mapenzi yako. Mungu, hayo maombi na yaachilia damu ya Yesu ikayatengue maombi kwenye madhabahu yako, kila mahali ambapo yamesikiwa. Bwana, inapeleka damu ya Yesu, maana mapatilizo ya Ahabu ni Yezebeli yalikuwa ni makubwa, ni kwa sababu ya kile ulichokifanya nami. Bwana, ikiwa kuna adhabu kupitia maombi iliyoomba vibaya, leo naomba rehema, naomba rehema zako. Damu ya Yesu ikanene mema juu ya nafsi yangu, juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu. Damu ya Yesu ikanene mema. Mungu uliye hai, ikiwa kuna mtu alikuja kwenye madhabahu yako kinyume na mapenzi yako, akafunga na kuomba kwa ajili yangu kinyume na mapenzi yako, Mungu, leo ninaomba toba juu ya kila maombi niliyofunga nayo kwa njia ya kufunga, kwa njia ya sadaka. Na waombaji wenzangu walifanya haya kwa sababu ya ghadhabu, kwa sababu ya chuki,
Ni nani ajuaye? Huduma yangu imezuiliwa mahali kupitia maombi ya watu wengine. Ni nani ajuaye? Uchumi wangu umezuiliwa mahali kupitia maombi ya watu wengine. Mungu uliye hai, ninasimama leo na damu ya Yesu. Haya maombi ninayatengua ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Kila maombi ambayo yamefanywa kwa ajili yangu kwa njia ya kufunga na kwa njia ya sadaka, leo nasimama kwenye nafasi ya ukuhani, ukuhani wa kifalme. Ninatengua haya maombi kwa damu ya Yesu. Ninatengua haya maombi kwa damu ya Yesu. Ninatengua hizo funga kwa damu ya Yesu. Ninatengua hizo saumu kwa damu ya Yesu. Mungu aliye hai, damu ya Yesu inanena mema zaidi ya sauti zote za maombi aina zote. Naituma damu ya Yesu ulimwengu wa roho, kila sauti ya maombi iliyoombwa kinyume changu, na hiyo sauti inanena mahali, hiyo sauti inanyunyizia damu ya Yesu inene mema kinyume na haya maombi, kinyume na hiyo ibada, kinyume na hiyo funga, kwa jina la Yesu. Kila kiapo ambacho nimeapishwa kwenye nafsi yangu, Mungu aliye hai, maana umesema kikifanyika kiapo kinaifunga nafsi, kinaifunga nafsi. Nami nasimama kwa damu ya Yesu, kila kifungo kwenye nafsi yangu leo nakitengua kwa damu ya Yesu. Kila kifungo kilichofungwa nacho kupitia madhabahu za familia, madhabahu za ukoo, walipofanya ibada wakafanya na viapo, nami nikafungwa nafsi yangu kwa damu ya Yesu. Hivyo viapo na vitengua leo, hivyo viapo na vitengua leo. Roho za mizimu, roho za miungu mnaonitumikisha, mnaonitaabisha, mnaopiga hatima yangu kupitia viapo vilivyofanyika kwenye madhabahu yoyote ile, leo nasimama kinyume na hivyo viapo kwa damu ya Yesu. Nasimama kinyume na hivyo viapo kwa jina la Yesu. Roho zote zimenifunga saa hii, nasimama kinyume na hizo roho kwa jina la Yesu. Roho za mapepo, roho za majini, roho za kichawi, roho za kiganga, kila roho ambazo zimeachiliwa kupiga maisha yangu, leo nazikataa, leo nazipinga kwa jina la Yesu. Yale magonjwa yaliyofungwa kwa kiapo kwenye nafsi, haya magonjwa, sikia neno la Bwana. Hicho kiapo cha magonjwa na kitengua kwa damu ya Yesu. Hicho kiapo cha umaskini kilichofungwa na sadaka na ibada kwenye madhabahu za ukoo na familia, leo natengua kwa damu ya Yesu. Hicho kiapo kilichofungwa na kuapizwa ya kwamba kwenye ukoo hakutakuwa na ndoa za kanisani, hicho kiapo kinapiga ndoa yangu, kinapiga mahusiano, kinazuia ndoa. Hicho kiapo na kitengua leo kwa jina la Yesu. Roho za mizimu na walipa damu ya Yesu, 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 na walipa damu ya Yesu. Mungu aliye hai, nasogea mbele zako na sadaka hii. Mtumishi wako Elia kwenye mlima Karmeli aliachilia sadaka, na sadaka yake ilisimama ikatengua ile sadaka ya manabii 450 wa Baali. Mungu aliye hai, haijalishi kuna sadaka ngapi zimetolewa, sadaka za kufunga, sadaka za aina mbalimbali, ninapoachilia sadaka inatengua sadaka zote. Hii sadaka isimame na damu ya Yesu ikatengue sadaka zote na ibada zote na kafara zote. Mungu aliye hai, kile ambacho kinazuilia
yangu ya kufunga na kunitenga na neema yako Mungu uliye hai. Leo ninatengua ili nitakaposimama kwenye madhabahu yako kwa maelekezo yako, kwa kufunga na kuomba, hiyo milima mbele yangu nikitamka itahama na kwenda pale nami, maana amesema ndani ya kufunga iko neema. Nami leo ninapojitenga na kila ibada na kila kafara, nione upenyo kuanzia leo kwa jina la Yesu. Achilia sadaka yako, achilia sadaka yako. Usiruke, tunakwenda kuomba sasa. Muda kidogo, tunakwenda kuomba kidogo. Tunakwenda kuomba kidogo. Vijana mliokuwepo hapa mtakaa mstari wa mbele. Vijana mlioko hapa mtakaa mstari wa mwingine, mtakaa nyuma yao. Vijana mlioko hapa mtakaa mstari wa kwanza na wa pili. Vijana mstari wa kwanza na wa pili. Vijana chini ya miaka 35. Chini ya miaka 35 ni kijana, hata kama umezaa hujaolewa bado ni kijana. Chini ya miaka 35. Chini ya miaka 35. Kuna kitu Mungu anakiachilia kwa ajili. Ni kizazi muhimu sana. Mungu anawahitaji sana makanisani. Hiyo kuna roho imepita kwa vijana, inapiga vijana na kufuatisha sana kizazi hiki cha chini ya miaka 35. Ndoa nyingi zinavunjika sana. Vijana mekosa uvumilivu, mekosa kumngoja Bwana. Tukitafuta takwimu za ndoa nyingi zinavunjika za vijana, lakini vijana wengi hawataki kuoa. Vijana wengi hawataki kuoa, na dhambi mbaya kabisa. Kuna wamama wenye umri mkubwa wanataka vijana, na kuna wababa wenye umri mkubwa wanataka mabinti. Hii ni lengo la Yezebeli kuharibu kizazi cha dini, kuharibu kesho ya kanisa. Lakini vijana wengi wa kiume hapo kanisa, na vijana wengi wa kiume wanapitia hali ngumu sana maisha, Kwa hiyo ile hali ngumu ya maisha imewatupa nje na kanisa. Wako bize kutafuta maisha, lakini bado hata huko nje waliko maisha yanagoma. Sikieni vijana, maisha yapo kwa Yesu. Tusimkimbie Yesu, tumkaribie Yesu. Ana hatima ya tujia kesho, ana hatima juu ya kesho. Bwana Yesu, nimekuletea vijana, baadhi ya leo wamefunga na kuomba kutafuta neema yako. Uzao wakiwa wanapita wakati mgumu sana kwenye majira haya, wako mapito nafunga na kuomba kupata waume, Bwana, lakini vijana wanashindwa kwa sababu ya changamoto za maisha. Hapa naleta madhabahu yako nikiomba neema yako. Wapo waliofunga leo na kuomba neema yako. Naomba neema yako wachilie, Bwana. Neema yako wachilie, Mungu uliye hai. Neema yako wachilie vijana hawa, Jehova. Baba, watetee. Baba, wapiganie, Mungu uliye hai. Hili ni taifa ambalo umelitenga kwa ajili ya kizazi hiki na kijacho.
Baba, tutawakabidhi tunapokuwa wazee, watapiga kazi ya injili iende mbele. Baba, naomba neema yako ifunuliwe juu yao, neema yako ifunuliwe juu ya vijana hawa, Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wapo waliopo kwenye ndoa, wanapita kwenye dhiki ngumu kwenye hizo ndoa. Wengi wamekata tamaa kwa kuishi hizo ndoa, ni kwa sababu ya mapito katikati ya ndoa. Mungu achilia neema kwenye hizo ndoa. Tembelea ndoa za vijana, Mungu aliye hai. Neema kuwasaidia wasimame tena na kusonga mbele. Neema kuwavusha wasonge mbele, Mungu, katika jina la Mungu aliye hai. Wako mabinti ambao Baba walikuwa na ndoa za kufunga, lakini Bwana wamepita kwenye njia ngumu. Wamezaa kabla, lakini bado na wahitaji Mungu. Hata kama wamezaa nje ya ndoa, lakini bado kuna kesho yao, bado kuna majira mengine kwa ajili yao. Mungu uliye hai, wakumbuke na hawa mabinti. Bwana, kuna ndoto zimeharibika katika ya maisha ya kwao. Mahali wamepita ndoto zimepigwa, lakini bado wameumba jambo jipya kwao. Hata kama walifeli, lakini achilia neema mpya, Bwana. Wape neema mpya, Mungu uliye hai. Achilia ndoto mpya ndani wakasonge mbele, katika jina la Mungu aliye hai. Wakanosoma, Mungu uliye hai, unatafuta kizazi ambacho kitasimama kwenye taifa hili. Watakuwa rais, watakuwa ni wabunge, watakuwa ni mawaziri. Mungu aliye hai, Mungu achilia neema katika masomo yao. Mungu achilia neema katika elimu wanayosoma, Bwana. Wapeleke viwango hadi viwango. Utukufu Jehova, katika jina la Mungu aliye hai. Wako wamefunga na kuomba kwa ajili ya kupata wenza, kwa ajili ya kupata mke na kupata mume. Mungu umesema, Bwana, mke mwenye busara utapewa na Bwana, katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Wale ambao na maombi kwa ajili ya kupata wenza, Mungu ukawatembelee. Ulimtembelea Mariamu akampata Yusufu wake, Mungu, katika jina la Yesu. Wale wanaolia na usiku na mchana kwa ajili ya kupata wenza, kupata mke, kupata mume, Mungu achilie katika jina la Mungu aliye hai. Hawa ni Mungu mwaminifu. Wako wanatamani kupata mitaji kwa ajili ya kazi. Wengine wajasiriamali, Bwana. Wengine Baba wamesoma hawajapata kazi. Mungu achilie neema juu yao. Baba, ukafungulie milango ya kupata mitaji kwa jina la Yesu. Ukafungulie milango ya kupata mitaji kwa ajili ya ujasiriamali. Ukafungulie milango waliosoma kwa ajili ya kupata kazi, Bwana. Ulimpa Daniel kibali kikubwa katikati ya competition. Daniel alipata kazi, Bwana. Baba, ukawape kazi katika jina la Mungu aliye hai. Mungu ni Mungu mwaminifu. Baba, vijana wanatima madhabahu yako, Bwana. Kuna mambo mengi hapo kwenye mioyo yao, hawana majibu. Mungu, wape majibu siku ya leo. Wanapotoka kwenye hii madhabahu, Baba, ukawachilie. Kama walimtembelea Yusufu katika ndoto, kama walimtembelea Mariamu kwenye njozi ya wazi, maona wazi mchana, Mungu naomba watembelee. Baba, watembelee vijana hawa. Hata nafuatilia mtandao wa Facebook, Mungu watembelee. Achilia neema yako juu katika jina la Mungu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Asante Mungu aliye hai. Amen. Kijana, rudini, naomba wanandoa, kama wanandoa, kijana kama wanandoa baki, lakini wale wenye ndoa tusogea mbele kwa muda mfupi. Upo kwenye ndoa. Upo kwenye ndoa. Wa mama, wa baba kwenye ndoa. Yasikia hiyo neema ya maombi. Upo kwenye ndoa. Upo kwenye ndoa. Isikilize. Kuna michezo michafu inafanyika wakati huu katikati ya ndoa zetu. Makahaba wana mume mzuri ni mume wa mtu. Makahaba wanacheza michezo ya michafu kupitia Zebedi.
ndoa zinapita mahali pagumu sana wakati huu. Kama mna amani, uchumi ni mgumu. Uchumi uko vizuri, watoto hawana shida, magonjwa. Tamani kwa muda huu mfupi peleka msiba ni madhabahu ya Mungu. Mwambie tu Mungu, naleta huu msiba ni madhabahu yako. Mwambie tu Mungu, kwa muda huu mchache naleta mzigo hii kwenye madhabahu yako, nipokee huu mzigo. Wengine ni kwa ajili ya watoto wa kusoma. Unatamani watoto wasome lakini umefeli kwenye ada ya watoto. Huo ni mzigo. Hebu tuombe kwa Bwana. Mungu uliye hai, hizi ni ndoa za watoto wako. Bwana, ni kipindi ndoa zinapita mahali pagumu. Bwana Baba, tunahitaji msaada wako Mungu. Yako machozi kwenye madhabahu kwa ajili ya wanandoa. Wengi wanalia kwa ajili ya wake zao wamekuwa ni mimba. Wengine wanalia waume zao wamekuwa ni mimba. Wengine wanalia kwa ajili ya uchumi. Baba, wa ndoa zao wanapita pagumu kwenye uchumi. Bwana, wengi wanapita kwenye magonjwa. Wengi wanapita kwenye changamoto za mawifi na mashemeji. Baba, kila mtu ana msiba tofauti na mwingine. Baba, sikia kilio chao. Baba, sikia machozi yao. Wengi wanatamani kupata watoto, wanasubiria kwenye malango yako ili wapate watoto. Bwana Baba, wanakusubiri Jehova. Baba, tunapaza vilio vyetu kwenye madhabahu yako, tupokee. Unaleta hiyo mizigo Bwana kwenye madhabahu yako Mungu, tupokee katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, Baba, sikia maombi ya watoto wako. Baba, sikia vilio vyetu. Bwana, haijalishi tunapita kwenye misiba gani, lakini umesema tulete mizigo kwenye madhabahu yako. Hapa tunaleta mizigo kwenye madhabahu yako. Wengine wanalia kwa ajili ya watoto wao, wamekuwa ni mimba, wamekuwa ni misiba. Mungu aliye hai, Baba, jitukuze leo, jitukuze kwenye hizi ndoa. Wanaofuatilia kwenye mitandao ya kijamii, wanajoganisha kwenye madhabahu hii, Baba, fuatilia hizo ndoa, fuatilia ndoa hizo Baba, fuatilia watoto wao, fuatilia uchumi wao Baba, wanaopita kwenye magonjwa. Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Mungu aliye hai, Baba, kwenye madhabahu hii Baba, ilete majibu kwa ajili ya watoto wako. Hii madhabahu tunakujengea kama chini sadaka. Bwana Baba, hii madhabahu ikachile majibu. Madhabahu yako ya mwana kondoo ilete majibu kwa watoto wako. Tembelea hizi ndoa Baba, tembelea hizi ndoa. Una majibu kwa ajili ya vilio vyao, una majibu kwa ajili ya misiba yao, una majibu kwa ajili ya mateso yao. Amina, waleta madhabahu yako, inawaleta na misiba yao. Mungu wapokee Bwana, wapokee watoto wako, pokea mizigo yao, pokea misiba yao katika jina la Bwana Mungu aliye hai. Baba, naomba urejesho hizo ndoa. Maana amesema ndoa na heshima na watu wote, na malazi yawe safi. Naomba ile heshima ya ndoa iliyotoweka Bwana, heshima ya ndoa irejee, heshima ya ndoa irejee, heshima ya ndoa irejee, heshima ya ndoa irejee. Na jina la Yesu, reze pele ashina hizi ndoa, reze pele ashina hizi ndoa, reze pele ashina hizi ndoa. Kwa jina la Yesu, reze pele ulikamata hizi ndoa leo na kukemea kwa jina la Yesu. Ashina hizi ndoa, ashina hizi ndoa, umewapiga kama chini mahaba, roho za machini mahaba inakukemea leo. Toka ashina hizi ndoa, roho za machini mahaba, toka ashina hizi ndoa kwa jina la Yesu. Roho za magonjwa, toka ashina hizi ndoa kwa jina la Yesu. Roho za maskini, toka ashina hizi ndoa kwa jina la Yesu. Neema Mungu ikuchilie, neema Mungu ikuchilie, neema Mungu ikuchilie leo, neema Mungu ikuchilie leo. Bwana kuchilie leo, Bwana kuchilie leo, Bwana kuchilie leo. Umelia kwa muda mrefu, umelia kwa muda mrefu. Mungu aliye hai ayaone machozi yako, auone msiba wako. Mungu akutembelee, Mungu akusaidie, Mungu akuvushe kwa jina la Yesu aliye hai. Kweli Mungu uko hapa,
Mungu uko hapa. Jitukuze kwa watoto wako hawa. Jitukuze kwa watoto wako hawa Bwana. Iwe ni ishara kama umenituma Bwana. Iwe ni ishara kunituma kwenye hii madhabahu. Umba jambo jipya kwenye hizi ndoa. Umba jambo jipya kwenye hizi ndoa Bwana. Wakuone Mungu asubuhi, wakuone mchana, wakuone jioni, wakuone Bwana. Wale wenye maswali ambayo hawana majibu Baba, achilia majibu katika jina la Yesu. Zile ndoa ambazo Baba zinachina kwa hai lakini zimekufa Baba, ukazifufue, roho ya ufufuo ikatembelee zile ndoa ambazo zina jina la kuwa hai lakini zimekufa. Naomba roho ya ufufuo itembelee ndoa, roho ya ufufuo itembelee ndoa yako. Hiyo ndoa ambayo imekufa ina jina la kuwa hai lakini imekufa, roho ya ufufuo ipite sasa, ipite kwenye hiyo ndoa, roho ya ufufuo ipite sasa kwenye malango ya ndoa, roho ya ufufuo ipite, ikafufua hiyo roho, hiyo ndoa ikafufuka, na heshima ya ndoa ipite kuletea kwa jina la hai. Asante Roho Mtakatifu. Awa ni Mungu mwaminifu, awa ni Mungu mwenye nguvu. Hujawahi kushindwa Jehova, hujawahi kushindwa Bwana wa majeshi, hujawahi kushindwa Jehova, hujawahi kushindwa Bwana wa majeshi. Uchumi Roho Mtakatifu tusaidie. Uchumi wako hebu weka mikono yako pamoja hivi. Asikia Mungu akisema uchumi wa wanandoa. Sema, Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu uliponiweka kwenye hii ndoa, ziko baraka ama zikusudia zitokee. Maana amesema apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Mungu uliye hai, uliponiweka kwenye hii ndoa, ziko baraka ulizikusudia nizipokee ndani ya haya mahusiano, lakini kuna roho za miungu zimesimama kwenye malango ya uchumi ndani ya ndoa. Mungu uliye hai, inaileta mikono yangu kwenye madhabahu yako, ile damu yako Bwana Yesu iliyotoboa mikono yako ni ili kuziba matundu yaliyotoboa kwenye mikono yangu. Maana umesema utaibariki kazi ya mikono yangu. Mungu, liko zuio kwenye kazi ya mikono yangu. Hilo zuio kwa damu ya Yesu leo naliondoa. Hilo zuio kwenye mikono yangu leo naliondoa kwa damu ya Yesu. Haya matumbo yametoboa kwenye mikono yangu, ili kila nikipata fedha isitimize malengo. Leo haya matobo inayaziba kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo, fedha ambayo itapita kwenye mikono yangu, hiyo fedha itakuwa na matunda kwenye familia. Haitaliwa na magonjwa, haitaliwa na nzige na parare, tunutu na madomado, haitaliwa fedha yangu kwa jina la Yesu. Fedha ikiingia kwenye mikono yangu, nitakula matunda yake. Matunda
yangu nitayala, hayataliwa na roho zozote ambazo zimeachiliwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, walipovikwa ile taji kwenye kichwa chako, ile damu inafungua akili zangu na ufahamu wangu na mawazo yangu. Mungu aliye hai, ziko fursa ziko mbele yangu kwenye eneo la uchumi, lakini fursa zimefichwa machoni pangu. Umesema hewa ni Bwana Mungu unifundishaye ili kupata faida. Inaita damu ya Yesu kwenye akili zangu, kwenye ufahamu wangu. Inaita damu ya Yesu. Mungu aliye hai, ninaomba wazo jipya kwa ajili ya uchumi, wazo jipya kwa ajili ya uchumi. Yale mawazo ambayo yamefungwa kwenye fikra zangu, leo nayafungua kwa damu ya Yesu. Nipe kuona fursa ambazo zimefichwa machoni pangu. Kuanzia leo nipanuke, niende kusini, niende magharibi, niende mashariki na kaskazini, ukanipanue kiuchumi kwa jina la Yesu. Mungu aliye hai, naomba leo uwe mwekezaji kwenye uchumi wangu na kukaribisha uwe mwekezaji, ili zile baraka zikaujenge ufalme wako katika familia yangu na katika kanisa lako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Mshangilie Bwana Yesu. Amen. Arudi ukaketi. Amen. Amen. Haleluya. Bila shaka mwana raha ya kuwahi